Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Ni kitabu chenye haki huipati. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aw man kana maytan fa ahyaynah waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zujina lilkafirina ma kanu ya'malun. Inshallah leo tuendelea na darasa letu la 26 tukiwa mwenye kufasiri surati al-An'am ambayo ni sura ya 6 aya 122. Aya hiyo kabla ya kuieleza, napenda kueleza uhusiano wa aya iliyotangulia na aya hii ya leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza katika aya zilizotangulia kwamba wengi katika watu wa ardhi wamepotea na wafuata dhana ambazo si za kisawa, na kwamba mushrikina wanajadiliana na Waislamu juu ya dini yao, na mambo ya Uislamu yako wazi, yako waziwazi. Atakaye kufuata uongozi aweza kufuata, na atakaye kubaki katika upotevu aweza kafanya hivyo hivyo. Kwa hivyo sasa aya hii yaeleza kwamba Mwenyezi Mungu baada ya kuwashaueleza Uislamu ukoje, amweleza yule Muislamu mwenye kufuata uongofu wa Mwenyezi Mungu ni kama mtu aliyekuwa maiti amehuishwa, akawa aenda kwa kutumia nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikimwongoza kufanya kila mambo ambayo ni mazuri. Ama yule kafir ambaye amepotoka, ni mpotofu, atabaki katika giza lake, giza la ujinga, giza la ukafiri, giza la upotofu, na hataweza kutoka katika giza hilo milele kwa sababu hana nia ya kutoka. Sasa kabla ya kuendelea kuifasiri hii aya, tutataka kuieleza kidogo sababu nuzul, sababu ya kuteremka. Tunaambiwa na Sheikh Ibn Hayyan al-Ansari kwamba amepokea kutoka Ibn Abbas radhiallahu anhuma kwamba lile neno lake Mwenyezi Mungu, aw man kana maitan fa ahyaynah, kwamba je, yule alikuwa ni maiti tukamhuisha, iliteremshwa kwa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu na Abi Jahal. Pengine tueleze kwa ufupi hapa. Umar alikuwa ni katika mwenye kupinga Uislamu kikweli kweli kwa kila namna, na Abi Jahal vile vile alikuwa katika wenye kupinga kihakika, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mmoja akaomba kwamba kumwomba Mola wake amuongoze mmoja katika ahad al-umarain, mmoja katika maumar wawili, maana Umar ibn al-Khattab au Amr ibn Hisham ambaye ni Abi Jahal. Na Abi Jahal pamoja na hivyo si kwamba alikuwa ni mtu mjinga, ameitwa ni mjinga kwa kutofuata Uislamu, lakini alikuwa akiitwa Abil Hakam, na katika rai zake kwa kupinga Uislamu alikuwa ni mtu mwenye kufaulu sana na pingamizi kubwa. Kwa hivyo Mtume akaona hawa ni viongozi na wana nguvu katika uongofu wao, na wana wafuasi na wana juhudi za kutosha, na ni washupavu. Lao mmoja katika wao aingia katika Uislamu, itasaidia Uislamu. Kwa hivyo Ibn Abbas hapa katika moja katika riwaya asema kwamba aya hii ilimteremkia Abu Jahal na Umar, ikimaanisha sasa hapa aw man kana maitan fa ahyaynah, je, yule ambaye ni maiti tukamhuisha ni Umar, lakini yule ambaye amebaki na umaiti wake ni Abi Jahal. Na imepokea vile vile na Ibn Jarir na ni Abu Jaafar Muhammad ibn Jarir Tabari
akipokea kutoka kwa Dhahak, ni mmoja katika tabi'in, aitaja kwamba Zaid ibn Aslam ni tabi'i na babake ni Aslam ambaye alikuwa ni maula wa Umar ibn al-Khattab. Maula huwa ima ni mtumwa au ni mtumwa washaota huru, jina huitwa vile vile maula. Asema aw man kana maitan, hii imeteremka kwa Umar ibn al-Khattab kama alivyosema Ibn Abbas. Ama kaman mathaluhu fi dhulumat, yani sasa yarudi ile aya itakapoendelea kwamba wajalna lahu nuran yamshi bihi fi nnasi kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bikharijin minha. Huyo ni yule ambaye amekataa kuwa ni wenye kuamini. Sababu nuzuli yasema kwamba waman kana maitan, je yule ambaye alikuwa ni maiti, fa ahyaynahu, tukamhuisha, yani kwa kumpatia uongofu akawa ni Muislamu. Hal aweza huwa kaman mathaluhu fi dhulumat, je ni kama yule ambaye yuko katika giza la jahilia na giza la upotofu. Na hapa kama tulivyosema ni kwamba tuambiwa hiki kiswa au aya hili literemshiwa Umar radhiallahu anhu na Aba Jahal, na amesema Al-Wahidi An-Naisaburi ikipokewa na Abbas kwamba kiswa hiki kimeteremshiwa Hamza ibn Abdul Muttalib na Aba Jahal. Hamza alikuwa si Muislamu na alislimu siku 3 kabla ya Umar kuslimu. Kwa hivyo sasa wasema pote moja yasema kiswa hiki ni cha Umar na Abu Jahal, kwamba Umar alikuwa hakuslimu lakini baadaye akawa ni mwenye kuslimu, akatoka katika ile dhulumat, na Abu Jahal akabaki vile vile. Kiswa kingine chasema la, hiki ni cha Hamza kwa sababu Hamza naye alislimu siku 3 kabla Saidina Umar na akaingia katika hii nur, na aliyebaki ni Abu Jahal. Lakini hapo ndio Qurtubi anaeleza na Ibn Kathir. Qurtubi katika tafsiri yake Al-Jami'u al-Ahkam, na Ibn Kathir katika tafsiri yake Ibn Kathir kwamba hii ni aya ni amma, aya ni kwa kila mtu. Na kawaida hata ukipata sababu nuzul ile hukueleza, lakini ni kiswa kiko, lakini hubaki ile amma, ile generalization kwa ile aya kumfaa mtu mwingine yote yaendelea. Kwa hivyo Al-Qurtubi na Ibn Kathir asema aya hii yaweza kutumiwa kwa mtu yoyote ambaye ni mu'min na kafir. Mu'min ameingia katika Uislamu na kabla alikuwa hayuko, kwa huyo amehuishwa. Kafir amebaki katika ukafiri wake, uko katika giza. Naam. Kwa hivyo aw man kana maitan, je yule ambaye ni maiti, fahyaynahu, tukawa mwenye kumhuisha, waja'alna lahu nuran, tukamjalia kwa ana nur, ana mwangaza, yamshi bihi, anakwenda kwa mwangaza huo, fi nasi, katika watu. Kaman mathaluhu fi dhulumat, je huyo ni sawa na yule ambaye yuko katika giza, laysa bikharijin minha, hajaweza kutoka katika giza hilo. Kadhalika ni kama hivi, zuyina lilkafirina, wamepambiwa makafiri, makanu ya'malun, yale waliokuwa wakiyafanya. Sasa tutakuja kuieleza aya hii kwa urefu, hiyo ilikuwa ni tafsiri tu. Mmoja katika mufassirin asema afaman kana maitan fahyaynahu, asema ni kama binadamu asli alikuwa katika nutfa. Nutfa ni tone la manii la mwanamume, na hili lilikuwa halina uhai, kisha likaja likaingia katika tumbo au katika uzao wa mama, likahuika, na kuhuika kwake ni kule malaika anapofika mimba kisha kwanza ikifika miezi 4, tuambiwa kwamba malaika huja akavuvia roho. Kwa hivyo fahyayna, hii haikulekea sana. Kwanza watu wengi huona ile nutfa kwa hakika haina uhai. Nutfa ikiwa yaweza baadaye kutumika kwa fertilization katika upper 1/3 ya fallopian tube, huwa inayo uhai, huwa ni sperms ambazo zina uhai. Ikiwa hazina uhai haiwezi kutukia fertilization, na ile inakutana na yai la mwanamke ovum, ambayo pia nalo lina uhai. Kwa hivyo watu wengine waieleza hivyo, lakini kuelekeza uzuri zaidi
Ni hivyo walivyosema Ibn Abbas na wengineo, ni kwamba mtu kama alikuwa hajaingia katika Uislamu ni kama mtu ambaye amekufa. Leo akiingia katika Uislamu na akaingiwa na imani katika roho yake na akaingiwa na nuru ya imani, basi huwa yule ni kama aliyehuishwa. Anasema Zaid ibn Aslam na Sudi vile vile kutulia nguvu kwamba jambo hili lilitukia kwa Umar na Abu Jahl. Na hapa nataka kueleza kitu. Imelekea, ingawa amesema Al-Qurtubi na Ibn Kathir kwamba inawezekana kwa mtu yote, lakini Hamza ingawa alikuwa hajaslimu wakati huo, kisha akaslimu kabla ya kuslimu Umar kwa siku 3, lakini hakukaa akawa ni mshindani kweli kweli wa Uislamu. Kwa hivyo hii aya imemlekea zaidi Umar, kwa sababu Umar alikuwa si kwamba amewacha kuslimu tu, alikuwa apinga kila jambo la Uislamu na alikuwa akiadhibisha watu, na hata kule kuslimu kwake kulitokea kwamba iwatoka yeye aenda kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo imelekea kuonyesha huyu mtu amebadilika. Alikuwa katika pote la kama mtu ambaye hana uhai kabisa, apinga Uislamu kwa kweli, lakini Mwenyezi Mungu akambadilisha akawa ni mwenye kuslimu, kwa hivyo akawa amehuika. Wajaalna lahu nuran yamshi bihi fi nnas, na tukamjalia kuwa na nur, mwangaza, yamshi bihi fi nnas, ambayo imemwezesha kwenda mbele kwa watu. Hii nur imefasiriwa kwa kitu mbalimbali. Wa nuru ibaratun anil huda wal iman, wengine wasema nur ni huda, ni uongofu ule mwingia Umar au Muislamu yoyote, na iman, mtu akishakuwa na iman huwa imeingia nuru katika Mola wake. Qala al-Hasan, na sana katika tafsiri ikisema al-Hasan hukusudiwa ni al-Hasan al-Basri, tabi'i alim na zahid. Asema al-Quran, nuru hii ni Quran, na hakika sisi tunajua kwamba Qur'ani ni nuru imeelezwa, na imani ni nuru vile vile, na uongofu ni nuru vile vile. Waqila al-hikma, wengine wasema nuru hii ni hikma wa imemwingia mtu akislimu. Waqala Sudi al-islamu wal kullu sahih, asema ni Uislamu, iwe ni Qur'ani, iwe ni Mtume Muhammad, iwe ni Uislamu, iwe ni imani, zote hizo zaingia kwa ni nuru. Waqila huwa nuru almadhkuru fi qawlihi, nuru hii ni ile iliyotajwa katika neno la Mwenyezi Mungu kueleza Waislamu siku ya Kiyama watakuwa na nuru, waweza kwenda nayo ikiwaongoza njia. Anasemaje Mwenyezi Mungu? Yas'a nuruhum baina aidihim, hao Waislamu watakuwa nuru zao zinakwenda mbele yao, wa biaimanihim, na kulieni kwao. Na wanafiki wanamwambia undhuruna naktabis min nurikum, hebu tungojeeni, sisi hatuna nuru, tupate kutumia mwangaza wa nuru yenu. Watasema je Waislamu kuambia wanafiki wastihzai? Wataambia irji'u waraakum faltamisu nura, rudini nyuma mukatafute nuru. Sisi nuru hii hatukipata hapa Kiyama, tumeipata duniani kwa kufanya amali njema. Basi kama kwamba ndio istihzai, rudini duniani ndio tutaweza kupata nuru. Nikwambia hamwezi kupata nuru hii, kama tunavyojua aya fadhuriba bainahum bisurin na tafsiri yake. Tukitoa mfano mwingine, Mwenyezi Mungu asema kaman mathaluhu fi dhulumati, hapa kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Je, yule ambaye ni Muislamu ameingia katika Uislamu na imani imeingia katika moyo wake, na yule ambaye ni kafir amebaki giza, mfano wake ni kama aliyo katika giza, laysa bi kharijin minha, hawezi kutoka katika giza hilo. Mbele ni giza, nyuma ni giza, upande huu wa kulia ni giza, upande wa kushoto ni giza, juu yake ni giza, chini yake ni giza. Al-Baydai asema katika tafsiri yake, wa huwa mathalun liman hiya fi dhalala la yughadiru yani fiha bihal. Mfano huu ni mfano wa mtu ambaye yuko katika upotofu, hawezi kutoka katika upotofu ule na giza lile la jahilia na la upotofu kabisa, waliyadhu billahi min dhalik. Amepokea Imam Ahmad katika musnadihi, katika kitabu chake cha hadithi chaitwa Musnad Ahmad, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna Allaha khalaqa khalqahu fi dhulma, Mwenyezi Mungu ameumba viumbe vyake katika giza. Thumma rasha alaihim min nuri, kisha
akawagawanyia, akamwagia kwa wao nuru yake. Faman asabahu dhalika nuru ihtada, mwenye kupata nur, Mwenyezi Mungu anapogawanya ile nur akaitawanyia wao, basi ataongoka. Waman akhtaahu dhalla, na mwenye kukosa atapotea. Mahali pengine kueleza masala ya nuru na giza, nuru ya imani na giza ya jahilia, Mwenyezi Mungu asema Allahu waliyul ladhina amanu, Mwenyezi Mungu ni mlinzi au ni rafiki ya wale walioamini. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur, huwatoa kwenye giza la upotofu na jahilia na mambo yote mengine, ila nur, kuwatia katika mwangaza wa Uislamu. Walladhina kafaru, na wale waliokufuru, auliyahum at-taghut, walinzi wao ni mashaitani. Yukhrijuhum min an-nuri ila adh-dhulumat, wawatoa kwenye mwangaza wakiwatia katika giza. Na hapo utaona dhulumat imekuja kwa jamu na nur imekuja kwa mufrad. Wakisema mufassirin, dhulumat ni giza za aina mbalimbali. Kwa hivyo shirki na kutoka katika Uislamu kuna njia nyingi na sababu nyingi, lakini nuru ya Uislamu ni ile ile moja, na njia ya Uislamu ni ile ya ihdina siratal mustaqim, ni ile njia iliyonyoka, ni moja tu. Kadhalika zuyina lilkafirina ma kanu ya'malun, ni kama hivi kwamba makafir hupambiwa yale mambo ambayo wanayafanya. Hapa yatakatufikirie hata sisi ambao si makafir, waliyadhu billahi min dhalik, lakini ni maasi. Saa nyingine sheitani hutupambia mambo yetu ya maasi, tukawa tuenda kombo, tujiona tuko sawa, tukawa tufanya shirki na tujiona kama hatufanyi shirki. Kwa hivyo yatakatwa hadhari, kwa sababu sheitani humpambia mtu akitaka kumpoteza, akamwonyesha kwamba ule si upotofu wala si upotevu. Mwenyezi Mungu asema innal ladhina la yu'minuna bil akhirah, wale ambao hawaamini kwamba kuna kesho akhera, zayyana lahum a'malahum, tumewapambia vitendo vyao wakiona kama ni vizuri. Fahum ya'mahun, wao wanatangatanga na kama kwamba waona wako sawa. Na hapa Mwenyezi Mungu katika ile aya kwanza imesema zuyina, haikutajwa fai. Ni nani aliyepamba? Yaweza kuwa yoyote, yaweza kuwa ni mushrikun, yani wale watu ambao si Waislamu, wawapambia wale wengine ambao hawakufuata Uislamu kuona wao wako katika sawa, hawana haja katika Uislamu. Au yawezekana kwamba ni kijana ameinukia, wazee wake wawili, tunajua sisi kwamba kullu mauludin yuladu ala alfitra fa imma abawahu yahawidanihi au yunasranihi au yumajisani, kila mwenye kuzaliwa, mtoto zaliwa katika fitra, maumbile ya Uislamu, hutegemea wazazi wake wawili ndio waweza kufanya, ima akawa Yahudi au akawa Mnasara au akawa Majusi. Kwa hivyo mazingira ile atakayozaliwa, ikiwa watu muhimu katika mazingira hayo ni wazee wawili, waweza kuendelea kumshirikisha. Au yawezekana ni nafsi mara nyingi ni amara bisu illa man rahim, wama ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Anasema Imratul Aziz alifanya makosa kumtaka Yusuf awe ni mwenye kufanya zina na yeye, yani nafsi yaweza kuwa ndio ya kupambia hili jambo baya ukataka kulifanya. Au mashaitani tumewataja kabla, shayatin aljinni wal insi, mashaitani wa kijini na wa kibinadamu. Au wanafiq, munafikuna ndio kazi yao, hutaka kuwapambia watu mambo kwa sababu wao washapotea, wataka kuwapoteza na wengine. Kwa hivyo limesema hapo zuyina lilkafirina ma kanu ya'malun. Mafunzo tunayopata katika aya hii, mu'min ambaye ameongoka ni kama mtu ambaye alikuwa hana uhai akapata uhai, na anaishi katika siha mzuri, katika fikra mzuri, katika tumanina, utulivu wa kutosha, katika raha, hata kama ana shida ya maisha, kwa sababu akili yake iko wazi, ajua tauhidi, ajua lengo lake, ajua amezaliwa, ameletwa hapa duniani kwa kitu gani. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba amewaleta watu hapa ni kwa sababu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
na yule ambaye ni kafir ni dhal, amepotea, anaishi katika giza la kila aina, hajui kwa nini ameletwa duniani, hajui afanye kitu gani, hajui amali njema, anaendelea na starehe zake ambazo starehe hizo zinamuadhibu, anaendelea ikiwa ni kulewa, inaendelea kufanya mambo mengine machafu mbalimbali. Kwa hivyo watu hawa aina mbili ni tofauti kabisa. Huyu ambao kwamba wamuona hana Uislamu, kawaida huwa hana raha katika maisha yake, hata lau maisha ana nafasi, ana watoto, mambo yameendelea uzuri, lakini katika nafsi yake hana raha. Na Qur'ani imepiga mifano ya watu wengi wabaya, kuwasawanisha, hawawezi kulingana na watu wazuri. Wacha tutoe baadhi ya mifano katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya. Je, yule ambaye aenda na uso wake ameweka chini, haoni huku mbele wala nyuma, ahda, je, huyu ameongoka zaidi kuliko yule ambaye amman yamshi sawiya, mwenye kwenda naye amekaa sawa sawa, aona kila kitu, ala sirati mustaqim, enda katika njia iliyonyoka. Kwa hivyo si sawa. Mahali pengine Mwenyezi Mungu asema, mathalul fariqaini, mfano wa makundi mawili, kal a'ma wal asam, kundi moja watu wenyewe ni vipofu na hawasikii, ni maduko, wal basiri wasami', na kundi lingine ni watu ambao waona na wasikia. Hal yastawiyani mathala, waweza makundi haya mawili kwa yako sawa? Bila shaka hayawi sawa. Afala tadhakkarun, hamui ni mwenye kufikiria nyinyi? Au mahali pengine Mwenyezi Mungu atuambia, wama yastawi al-a'ma wal basir, halingani kipofu na mwenye kuona, wala dhulumatu wala nur, wala giza la ukafiri na nuru ya Uislamu, wala dhilli wala alharur, wala kivuli na joto. Wama yastawi al-ahya'u wal amwat, wala hawalingani watu ambao wako hai na maisha yao, wal amwat, na watu ambao ni maiti wamekufa. Inna Allaha yusmi'u man yasha, Mwenyezi Mungu huweza kumsikizisha amtakaye jambo zuri. Wama anta bimusmi'in man fil qubur, na wewe huwezi kuwasikizisha watu ambao washatoka katika kaburi. Yani hawa makafiri wako hai, ni kama kwamba wao ni maiti. Ni kama wewe kuzungumza na maiti walio katika makaburi, hawasikii chochote chako, na hawa hawasikii. Hawa ni wale ambao ni makafiri, ambao Mwenyezi Mungu ashakata tamaa na wao. In anta illa nadhir, wewe hukuwa isipokuwa ni mwonyaji tu. Waonyeshe, waambie ubaya wao, lakini wawache wengine, hao hawatabadilika. An Ibn Abbas, tunataka kuitaja dua mzuri mtu aitoe katika masala ya nur. Ibn Abbas asema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikitoa sana dua hii akisema, Allahumma ij'al fi qalbi nura, e Mola wangu nijalie katika moyo wangu niwe na nur, mwangaza. Wa fi sam'i nura, katika masikio yangu niwe na nur. Wa fi basari nura, katika macho yangu niwe na nur. Wa an yamini nura, na upande wa kulia kwangu niwe na nur. Wa an shimali nura, upande wa kushoto kwangu niwe na nur. Wa amami nuran, mbele yangu niwe na nur. Wa khalfi nura, nyuma yangu niwe na nur. Wa fawqi nuran, juu yangu nijalie niwe na nur. Wa tahti nuran, na chini yangu niwe na nur. Waj'al li nuran, nijalie mimi niwe na nur. Au asema waj'alni nuran, nijalie mimi niwe ni nur. Hapa rawi ya hadithi asema hana yakini kwamba alisema waj'alni nuran au waj'alni, nijalie mimi niwe niko na nuru, baada ya kusema nuru zote, au waj'alni, au nifanye mimi niwe ni nuru hasa. Lakini katika riwaya nyingine iliyopokea na Quraib, ambaye azungumza vile vile kwamba kutokana na Ibn Abbas, asema akamalizia akisema waj'alni nuran, na hakuwa na wasiwasi Ibn Abbas. Kwa hivyo ni kwamba katika dua waomba mpaka wewe uwe mwenyewe ni nuru kamili, kila kitu chako nuru, mpaka wewe ni nuru. Ni dua ambayo ni mzuri mtu kwa mwenye kuiomba, kwa sababu bin Adam ahitajia msaada Mwenyezi Mungu, na ahitajia nuru kama hizi. Na Mwenyezi Mungu, Allahu nuru samawati wal ardh, ndiye nuru wa mbinguni na ardhini. Na ikiwa umeweza kupata nuru kama hizi, ni dalili kwamba mambo yako yote yatakwenda sawa,
na itakuongoza nuru hii kufanya mambo ya kisawa na kujua jambo la sawa. Wakadhalika jaalna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Sasa tuendelea kutaja watu wapotofu, lakini kabla hapa tuangalie uhusiano wa aya iliyotangulia na hii. Hapa tumezungumza kwamba hii ni kwanza wakadhalika, na kama hivi ni kupigiwa mfano. Mfano gani? Kuna tafsiri mbili. Pamoja sema wakama jaalna fi makkata sanadiduha liyamkuru fiha, kama vile sisi tumewafanya Makka kuna wale wakubwa wao wafanya hila na vitimbi kwa watu wasifuate Uislamu, na katika kila mji tumeweka watu kama hao. Ndio hii aya itakayokuja. Hiyo tafsiri moja. Au tafsiri nyingine ni maatuf, imepokea hii kama zayyana lilkafirina a'malahum kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Tumesema sisi kabla hapa kwamba sisi tumewapambia, au sisi mashaitani au yoyote, maana zuyina lilkafirina a'malu, makafir amali zao zimepambwa kuonekana ni sawa, kama vile kila kijiji kuna akabira mujrimiha, kuna wale wapotofu kabisa, wafisadi kabisa, waharibu na waharibu ule mji kwa kufanya mambo mabaya. Kwa hivyo wakadhalika jaalna fi kulli qaryatin, na kama hivi tumejalia katika kila mji akabira mujrimiha, wale wakuu wao ndio waovu wao, liyamkuru fiha, ili wapate kufanya vitimbi vyao humo. Wama yamkuruna illa bianfusihim, na wala hawajifanzii vitimbi hivyo ila kwa nafsi zao. Wama yashurun, nao hawatambui. Sasa tuje tueleze aya hii. Hapa kuna qarya. Qarya kilugha, mara nyingi ukisoma Kiarabu watu wengine waweza kufasiria ni kitongoji au ni kijiji kidogo sana, lakini katika Qur'ani mara nyingi qarya ni mji, na mji ule waweza kuwa ni wa kiasi au waweza kuwa ni mkubwa. Na tutatoa mifano miwili kuona neno hili la mji ule ule mmoja Qur'ani yataja, mara umeita qarya na mara umeita Madina, tupate kujua tu, kwa sababu neno hili lakaririka sana katika Qur'ani. Kuna mahali katika surati Yasin yasema Mwenyezi Mungu, wadhrib lahum mathalan ashab alqarya idh jaahum almursalun, wapigie mfano wa wale watu waliokuwa wakiishi katika mji, idh jaahum almursalun, walipojiwa na mitume waliotumilizwa wakakataa kuwafuata. Kisha akatokea mtu kutoka mbali, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a, akaja mtu min aqsal madina, kutoka mbali ya mji, akija akiwaambia watu wafuateni hawa mursalun. Sasa ile qarya iliyoitwa ni qarya, mji mdogo, ndio hii imeitwa Madina. Kwa hivyo qarya na Madina saa nyingine huweza kuitwa majina mamoja, yani si lazima qarya iwe ni mji mdogo sana. Mahali pengine ni katika kisa cha Khidr na Musa alayhi salam, tuambiwa fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahluha faabau an yudayifuhuma. Wakiendelea na safari yao Musa na Khidr walikwenda wakafika katika mji mmoja, wakaomba watu wa mji ule wawapatie chakula, kwa sababu wakati huo hakuna mahoteli wala nini, na wao na njaa na hawana chakula, chakula chao kimekwisha. Faabau an yudayifuhuma, wakakataa kuwapatia chakula. Kisha wakaona jidarun yuridu an yanqadha faaqama, ukuta wataka kuanguka. Musa yani Khidr akautengeneza, akamwambia kwa nini kutengeneza, hata ngao ungeuliza basi ngao upewe pesa zitusaidie. Hapa katika sasa aeleza Khidr kumweleza Musa, akamwambia wa amma aljidaru, kile kikuta kile nilichokitengeneza mimi, fakana lighulamaini yatimaini fil madina, kilikuwa ni jengo lile la mayatima wawili walioko katika Madina, katika huu mji huu. Kwa hivyo umeitwa qarya, umeitwa Madina. Ndio kitu nilikuwa nataka kueleza. Maelezo sasa yake ya aya hizi tulizozisoma.
Wakadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha, namna hii sisi tuwafanye katika kila mji wale wakubwa wao ndio wafisadi wao. Liyamkuru fiha, wapate kufanya vitimbi vibaya vibaya, watu waendelee kufanya mambo mabaya. Ibn Abbas anasema sallatna shiraruhum, tunawafanya wale wabaya wa mji, faasau fiha, wakawa ni wenye kufanya maasiya. Faidha faalu dhalika, wakifanya hivyo tutakuja kuangamiza na wastahiki adhabu. Kama mahali pengine Mwenyezi Mungu asema aya nitakazozisoma. Mwenyezi Mungu asema wa idha aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha, tukiwa sisi tutaka kuangamiza mji, amarna mutrafiha, tuwaamrisha wale wafisadi wao wakubwa wao wawache kufanya mambo mabaya, wafanye mambo mazuri. Fafasakhu, lakini watakataa na walete uharibifu zaidi. Wakifanya hivyo basi fafasakhu fiha wa haqa alaiha alqaul, ikathubutu kauli yetu kwamba wana haki. Sasa tukiwaadhibu kila mtu atasema hao walikuwa mabaya kweli, wastahiki kuadhibiwa. Fadammarnaha tadmira, tukaharibu mji kuharibu kikweli kweli. Mahali pengine Mwenyezi Mungu atueleza hiyo sunna yake kwamba watu wakubwa wabaya ndio wanawaleta uharibifu katika miji, na Mwenyezi Mungu akaangamiza au akaleta shida mbalimbali. Wama arsalna fi qaryatin min nadhirin, na hatutumilizi katika mji wowote mwenye mwonyaji, mtume kueleza watu, kuwaonya kwamba wakitofuata amri za Mwenyezi Mungu watatoa motoni na wafuate Uislamu. Illa qala mutrafuha, illa wanasema wale wafisadi wao wale wakubwa wa mji, inna bima ursiltum bihi kafirun, hakika sisi kwa lile lilotumilizwa hawa mitume, kafirun ni wenye kukanyusha. Wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yashurun, na wala hawafanyi njama hizo vitimbi hivyo illa za wadhuru nafsi zao, lakini wenyewe hawatambui. Kama alivyosema Nabii Allah Nuh kwa watu wake, wamakaru makran kubara, na wakafanya mipango mibaya kabisa, na Mwenyezi Mungu siku zote anaugua, anaondosha ile mipango mibaya. Wama yamkuruna illa bi anfusihim, kama alivyosema, wala yahmilanna athqalahum athqalan ma athqalihim, atuambia Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama hawatakuja kubeba mizigo yao na mizigo mingine pamoja na mizigo yao. Au mahali pengine Mwenyezi Mungu asema kwamba wale watu wabaya watabeba mambo mengi mabaya, liyahmilu auzarahum kamila, watachukua mizigo yao ya madhambi kwa ukamilifu. Wa min auzari alladhina yudhillunahum, na vile vile watabeba mizigo ya wale waliopoteza. Ukiwa wewe ni mtu mbaya, wewe una dhambi zako na dhambi za wale unaopoteza. Ukiwa wewe ni mtu mwema, wewe una thawabu zako na thawabu za wale unawaongoza. Bighairi ilmin ala saa ma yazirun, watabeba mizigo hiyo kwa sababu kule kupoteza watu pasina ujuzi. Ala, basi jua kwamba saa ma yazirun ni kubeba mzigo mbaya ulioje kwa siku hiyo. Mafunzo tunayopata katika aya hii ni kwamba sunnatullahi katika mujtama, katika miji, ni kwamba siku zote kuna watu wakubwa wenye mali, wenye nafasi, wenye vyeo ndio wapotofu, na kujaribu mara zote kujaribu kuwapoteza watu. Utaona hata katika kisa cha Mtume Saleh na ngamia alioletewa, tuambiwa kwamba kwako katika mji tis'atu rahtin, wote la watu 9 katika mji ambao kazi yao ni kuleta uharibifu. Na sasa vile vile kwa tunakuwa na makundi mengi na vyama vingi, kazi zao ni kuharibu watu kama tunavyoona. Saa nyingine hata United Nations yenyewe huwa ni sehemu ya organization ya kuharibu ya values, qima za watu na desturi za kisawa, wakaanza kutia desturi mbaya kinguvu. Walakin al-aqibatu lilmuttaqin, lakini wataendelea na uharibifu wao, mwisho mwema utabaki kwa wale watu wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mahali pengine Mwenyezi Mungu asema makaru makra, watu wabaya wanafanya vitimbi vyao, wa makarna makran, na sisi tuwaziondosha vile vitimbi vyao, wahum la yashuruna, na wao hawajui. Fandhur kaifa kana akibatu makrihim, angalia basi ilikuwaje mwisho wa vitimbi vyao. Anna dammarnahum, ni kwamba sisi tuliwaangamiza, wa qaumahum, na jamaa zao wote, ajmaina wote.
na hii ndio hali. Utaona watu huja na uharibifu wakawanyanyasa watu ambao kwamba wako katika njia ya sawa, na saa nyingine huwa ile afu, ile usalama na ile kuokolewa huchelewa kweli kweli. Katika hikma za Mwenyezi Mungu Subhanahu, kama tunavyoona mpaka sasa na kila wakati utaona watu wanaadhibiwa na hakuna anayesimama kuwa mwenye kuwapigania watu kama wale, lakini mwishowe Mwenyezi Mungu atuambia wal akibatu lilmuttaqin. Ni kutojua tu sunna za Mwenyezi Mungu zitenda vipi. Wala yahiqu almakru sayyi illa biali, na kwa hakika vitimbi vibaya havimteremkii ila yule aliyevifanya. Waswahili wakwambia mtimba kisima anaingia mwenyewe. Mwishowe zitakuja kwa namna hiyo, lakini yahitajia subra na kuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu kila wakati mtu akiwa katika mashida kama haya. Mahali pengine anasema Mwenyezi Mungu kuambia watu ambao wanafuata nyendo zisizokuwa za kisawa, wakadhalika ma arsalna min qablika min qarya, kama hivi hatujatumiliza mtume yote katika mji wowote, min nadhirin, kumtuma mtu mwenye mwonyaji, illa qala mutrafuha, illa wafisadi wake wanasema inna wajadna abaana ala umma, sisi tulikuta mababa zetu wako katika desturi, wa inna ala athari muqtadun, na sisi tutafuata nyayo zao. Mababa zetu walikuwa wakifanya hivi, mbona nyinyi mtuambia tuache haya, hata kama walikuwa mambo yao si ya kisawa. Twenda katika aya nyingine, Mwenyezi Mungu akisema wa idha ja'atuhum aya, baada ya kueleza kwamba hakika huwa na wapotofu wakati wote wakipinga mitume Mwenyezi Mungu na wakiwapinga watu wote wenye kuleta islah, maendeleo au mabadiliko. Basi wa idha ja'atuhum aya, wakiletewa wao ishara aya Mwenyezi Mungu, qalu, wanasema hawa kufar Makureishi hapo wa Maka, lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, hatutaamini sisi kuingia katika Uislamu mpaka tupatiwe kama vile vilivyoletewa mitume Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad ameletewa kitu na si lazima tuletewe. Sababu nuzuli tuambiwa, Al-Walid ibn al-Mughira alikuwa ni mtu mzima na ni Makhzumi, kabila kubwa na tajiri, na ana watoto wa kiume wengi, na wakati ule ukiwa na watoto wa kiume wengi inaonekana tena ni mashujaa. Mmojawapo katika watoto wake kaslimu baadaye ni Khalid bin Walid. Kwa hivyo waweza kuona alikuwa na watoto wa aina gani. Alisema wakati mmoja akimwambia mtume kwamba wewe si mtume. Kama Mwenyezi Mungu alikuwa anataka kuleta mtume angeniletea mimi. Kwanza mimi ni akbaru minka sinna, nina umri mkubwa kuliko wewe. Kisha mimi nina mali mengi kuliko wewe, na watoto wengi. Najua mtume alikuwa hana mtoto wa kiume, pia walikufa mapema. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ajibu akisema Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalata, Mwenyezi Mungu ndiye anayejua zaidi wapi atapeleka ujumbe wake, nani atamtegua kuwa ni mtume, sio nyinyi. Sayusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah, wale ambao waliofanya maovu, sayusibuhum sagharun, sayusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah, udhalilifu wataupata kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa adhabun shadidin, na adhabu kali kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bima kanu yamkurun, kwa vile vitimbi walivyokuwa wakivifanya. Maelezo ya aya hii kama tulivyosema ni kwamba Makureishi alikuwa mtume akija na miujiza yote, walikisema ikiwa wataka sisi tukuamini wewe na sisi tupate miujiza kama hiyo. Kama mahali pengine anasema Dhahak ibn Muzahim, mmoja katika tabi'in, asema alikuwa kila mmoja ataka aletewe wahi awe ni mtume. Sasa sijui atakuwa mitume wangapi, ingawa Razi wakati mwingine asema si kwamba wao wote walikuwa wataka wapewe wahi, wataka mtume alete wahi kama aina ya wahi iliyoletwa kitambo kwa Musa na Isa, yani sio Qur'ani tu bali vitu ambavyo kwamba ni vya wazi wazi. Na tumelieleza hili kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu hakufanya hivyo. Mahali pengine Mwenyezi Mungu asema bal yuridu kullu mri'in minhum an yuta suhufan munashara, bali kila mmoja katika wao atakaletewe kurasa za kufunguliwa kitabu. Yani mtume mpelewa Qur'an na kila mmoja katika wao aletewe kitabu. Yani ni upotofu kwa hakika.
Wengine wasema ilikuwa ni istihzai, tuwajua halitakuwa hivyo, lakini hawataki kufuata na wamwambia maneno ya istihzai kama ilivyoeleza katika bahari. Allahu a'lamu. Mwenyezi Mungu asema, Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi, haithu yaj'alu risalata, kujua wapi ataweka utume wake. Mahali pengine Mwenyezi Mungu ajibu suali, maneno ya upotofu waliyosema watu wa Maka, walisema hivi: waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim, kwa nini basi Qur'ani kama kwa kitabu kweli cha Mwenyezi Mungu kisingeteremshiwa watu wawili watukufu katika miji miwili mitukufu? Miji miwili mitukufu ni miji gani? Ni Maka na Taif. Na watu wawili watukufu ni nani? Ni Al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi ambaye yuko Maka, na Urwa ibn Mas'ud ambaye yuko Taif. Sayusibu alladhina ajramu sagharun, Mwenyezi Mungu asema hawa ambao ni maasi, ni watu wabaya waovu, watakuja kupata udhalilifu inda Allahi, kwa Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, wa adhabun shadid, na adhabu kali, bima kanu yamkurun, kwa yale mambo ambao walikuwa wakiyafanya khila zao. Ama hal pengine Mwenyezi Mungu asema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale ambao wanajivuna hawataki kuniabudu mimi Mwenyezi Mungu, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika moto wa Jahannam dakhirin, wakiwa ni wenye kudhalilika. Mafunzo ya aya hii. Mafunzo ya aya hii ni kwamba utume ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakata shauri kumpatia mtu gani, na utume hapatiwi mtu isipokuwa mwenye moyo wa kisawasawa wa imani, na ambaye ajulikana huyu ndio atautekeleza kisawasawa, mwenye sifa nyingi. Kama Mtume Muhammad kabla ya kupewa utume alikuwa ni aswadiqul amin, wala haangaliwi mtu mwenye jaha, mwenye mali, mwenye watoto, mwenye kitu kingine chochote. Anasema Imam Ahmad kupokea hadithi ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, asema maneno mazito yafuatayo. Asema inna Allaha nadhara fi qulubi al-ibad, Mwenyezi Mungu aliangalia wakati wa kutoa utume wake katika nyoyo za watu wote walioko wakati ule. Fawajada qalba Muhammadin khairu qulubi al-ibad, akapata moyo wa Mtume Muhammad, na ndiye ajuaye Mwenyezi Mungu, ndio moyo bora kuliko nyoyo mingine yote. Fastofa, akamchagua akampatia utume. Kisha fawajada, akatazama vile vile quluba ashaba, nyoyo za watu gani watakuwa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawaona wale aliyechagua kwamba ni masahaba zake ndio nyoyo zao ni mzuri zaidi kuliko watu wengine. Khairu qulubil ibadi faja'alahum wuzaraa nabiyyi, akawajalia hawa ndio mawaziri wake, ndio wafuasi wake. Na tunasema mara nyingi watu ambao wameweza kupigana katika miaka 8 walipokuwa kwa Madina, vita takriban karibu 100, zingine mtume yuko, zingine mtume hayumo. Yuqatiluna ala dini, wapigania dini yake. Fama raahu almuslimuna hasana, wale waislamu masahaba waliona jambo hili ni zuri kwa waislamu, basi fahuwa inda Allahi hasan, jambo hilo ni zuri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wama raahu almuslimuna, muslimuna wa wakati huo, sayian, ni baya, fahuwa inda Allahi sayyi, jambo hilo ni baya. Hii ni hadithi kutoka na Imam Ahmad, lakini mawquf, yani ni maneno ya Abdullah ibn Mas'ud kueleza vipi Mwenyezi Mungu alimchagua mtume wake na vipi alichagua masahaba zake. Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalata, Mwenyezi Mungu ndiye anayejua nani apewe utume wake. Hata tumalizie kwa kisa kimoja kuonyesha hao wengine walikuwa hawawezi kupewa utume, kina Abu Jahali na wengineo. Tuambie kuna kisa, ilikuwa Abu Jahal kutoka usiku akaenda akamsikiza mtume kwa siri akisoma Qur'an, na Abu Sufyan bin Harb atoka vile vile, na mtu wa tatu ni Al-Akhnas bin Shariq, wote ni Makuraish watukufu kwa wakati huo. Sasa siku ya kwanza wakaenda wakasikiza mpaka karibu kutoka kwa asubuhi. Sasa kila mmoja akarudi, lakini katika kurudi kwao kuingia katika ile njia, maana kila mmoja alikitafuta njia kwenda kumsikiza mahali pake. Wakaanza wakakutana, yeye ilikuwaje, yeye na wewe ilikuwaje, na wewe ilikuwaje.
Nilikuwa nikimsikiza Muhammad. Basi tusifanye, sisi ndio watukufu. Watu wengine wakituona wataonaje? Sasa watamsikiza, watafuata. Haya basi, tutukue ahadi, hatutofanya tena. Siku ya pili kila mmoja akaona mwingine hatakuja, wakafanya hivyo hivyo, wakakutana pale pale. Siku ya tatu vile vile wakafanya, wakakutana. Sasa wakatukua ahadi kweli kweli kwamba basi sasa tusifanye tena. Sasa huyu Akhnas ibn Shariq alikwenda akamuuliza Abu Sufyan, je, hebu niambie wewe ulisikiaje maneno ya Muhammad? Manake bila shaka hawangekwenda siku tatu isipokuwa ile maneno yalikiwaathiri kiasi fulani. Abu Sufyan ni mtu ana vitimbi vipi na hodari sana, anamwambia nimesikia maneno mengine nimeelewa na nimefahamu kusudi yake, na mambo mengine nimesikia hata sikufahamu asema nini. Akisema na mimi basi vile vile kama lizika, akaona huyu sitapata kitu kwanza, wacha nimsikize na Abu Jahli atasemaje. Akaenda kwa Abu Jahli asubuhi vile vile, akamwambia Abu Jahli, je, wewe hebu niambie ile maneno ulimsikiza Muhammad, wewe unaje? Abu Jahli akamwambia kweli. Akamwambia sisi tanazana nahnu wa Banu Abdul Manaf, tumekuwa na vita siku nyingi sisi na Banu Abdul Manaf. Maana ni watu jadi yao mkubwa ni mmoja, lakini wamegawanyika. Sasa ile ni upande mmoja kina Bani Hashim na Abdul Manaf, na upande mwingine hawa kina Abu Jahal. Akasema tukipigania sote kuwa na sharafu zaidi kuliko mwenzao. At'amu fat'amna, wamelisha watu mahujaji wakija, na sisi tukasema lazima tuwalishe. Tuwanyoshe maji, na sisi lazima vile tuwanyoshe maji vile vile. Wahamalu fa'amalna wa atau fa'ataina, wakatoa kwa mambo ya kheri, sisi tukatoa. Mtutaka fakhari, tusikutolewa kwa sababu Mwenyezi Mungu. Hatta idha tajathaina ala rakbi wa kunna kafarasai rihan, mpaka tumekuwa karibu kama mafarasi wawili, tumekuwa sawa sawa. Sasa waruke hawa waseme Banu Abdul Manaf, qalu minna nabiyyun yatihi alwahyu min as-sama, waseme sisi tuna mtume aletewa wahi kutoka mbinguni. Famata nudriku hadha, sitafanya nini, tutaweza vipi kupata hili? Hatuwezi kusema na tukapata mtume. Basi wallahi la nu'minu bihi abadan wala nusaddiqu, kwa hakika wallahi hatumwamini wala hatumkubali, hatumsadiki. Na ujue Al-Walid ibn Mughira tulimtaja ni ammi yake Abu Jahal, wote ni Makhzumi. Kwa hivyo masala ni hayo hayo ya sharaf tu, na hiki ni kisa tutakimalizia, lakini kutokumbuka hivi ilikuwa ni Mayahudi. Kwa nini hawa wamekuwa ni Maarabu wapate wao? Mtume hakuwa kwetu tumkubali. Ndiye alisema Huyai ibn Akhtar, wallahi ni yeye, ndiye yeye huwa alipoulizwa na Yasir ndugu yake, ndiye je, tutafanyaje utamwamini? Sema la adawa mpaka kufa kwetu. Kwa hivyo hasad ya hiyo ndio sababu kubwa, na Mwenyezi Mungu siye anayetegua hata kwa masala ya utume peke yake, hata ufalme saa nyingine ukiwa una khairi, Mwenyezi Mungu ndiye anayetegua. Tunajua sisi kisa kwa ufupi, alam tara ila almalai min bani Israila min ba'di Musa, kuona wale wakubwa wa bani Israil baada ya Musa, idh qalu linabiyyi lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, walipoambia mtume wao, hebu tupatie sisi, mwambie Mwenyezi Mungu atupatie mfalme aje atuongoze vita tupigane na hawa watu wengine tuwatoe katika Israeli. Waqala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ja'ala lakum Taluta malika, aliposema mtume wao, sasa mumeomba Mwenyezi Mungu ashawafanyizia Taluti kwa ni malika, ni mfalme juu yenu. Qalu anna yakunu lahu almulk alaina, itakuwaje awe ndiye mfalme kwetu sisi? Wa nahnu ahqqu bilmulki minhu, na sisi kwa ufalme tuna haki zaidi kuliko yeye. Walam yuta sa'atan min almal, wala hakupewa wasaa na mali, hana mali. Qala inna Allaha astafahu, Mwenyezi Mungu ashamtegua yeye, alaikum juu yenu, wazadahu bastatan fil ilmi, akampa wasaa katika ilmu, waljismi, na kiwiliwili akampa nguvu. Wallahu yuti mulkahu man yasha, na Mwenyezi Mungu humpa ufalme wake anayemtaka. Wallahu wasi'un alim, na Mwenyezi Mungu kwa hakika wasi, ana neema zake nyingi na ni mjuzi wa kutoa huo utume au ufalme au kitu kingine. Kwa hivyo vitu vyote vinatoka kwa Mwenyezi Mungu, na chochote kikija kwa Mwenyezi Mungu amekubali, hata kama hakupa mtu hivi hivi, amefanya bidii akamwacha, lakini amekubali huyo awe nacho. Kwa hivyo wewe usianze kuwa na kufanya wivu au kukataa hata haki kwa sababu ya kuwa alipata
sio wewe au si katika jamaa yako au si katika watu ambao wawapenda. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu, ni kitabu chenye haki huipati